Mama. Mwanangu. Hivi unalichukuliaje hili swala la kuzikwa kusekwa mdogo wangu kwa kitu cha mwana? Sasa mwanangu nifanyeje? Ndio desturi na mila zilivyo. Lakini mama, huu ni unyanyasaji. Yaani kweli wanajua kabisa mimi ni mwanajeshi wa hapa Itale na mimi ni mmoja wa viongozi. Yaani nimeonekana kwamba mimi sisaminiki kabisa hapa Itale. Kusekwa mdogo wangu ameniuma mno. Yaani nikikumbuka yani mimi mama naona tu kitu cha muhimu niachane na jeshi mimi mama. Niwe tu mwana Itale wa kawaida. Kama mama mimi ningekuwa nasaminiwa hapa Itale, mdogo wangu asingechaguliwa kusekwa kuzikwa na mwami. Ina maana imeonekana yani mimi sihesabiki kabisa hapa Itale nipo tu mama. Mama mimi mambo ya jeshi sasa niache nayo kabisa. Mwanangu, ukijitoa kwenye jeshi hilo itakuwa ni hatari. Mama, kama ni hatari na iwe hatari tu. Yaani wana mpango tu wa kutumaliza hapa Itale. Uko wetu naona wanania tuishe tu. Basi mimi nitakalo kuwa liwe. Yaani mimi siogopi kitu chochote asivyo. Kama mdogo wangu amezikwa, kusekwa, basi na mimi ni afadhali tu aniue. Umilia tu mwanangu. Hata mimi nimeumia sana mama. Bila shaka mnaelewa leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu kwa Itale yetu hii kwa kazi ya kumtawaza mwami. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha Mzee Luti kwa ajili ya kazi ya kumtawaza mwami. Mzee Luti, karibu sana. Asante sana. Leo nafikiri tunamsimika au kumtawaza mwami. Hii sherehe ni kubwa mno ya kumtawaza mwami. Kijadi lazima kumtawaza ili tupate kiongozi mzuri, na tumechagua wazee, wamechagua wamekaa. Kwa hiyo hatua moja ya kumtawaza mwami wa sehemu yetu hii. Mwami kijana. Nimekuvika hii. Ndio ukumbusho wako wa kutawazwa kuwa mwami. Ndio. Mambo yako yote yako hapa. Hii ni kofia ya mwami. Hii kofia ni ya mwami. Unapotaka kufanya mambo yako yote, uhakikishe kofia hii unaivaa. Yabereje. Ndio baba. Mwami kijana. Ego kaka wanginye. Lazima kukutengenezea mambo ya jadi. Itakulinda mpaka siku ya kazi yako ya umwami. Kamata hili.
kibuyu. Leo mwami umetawazwa. Hiki ndicho utakachokuwa unatumia kunywea maziwa. Peane mikono. Nimekusimika uwe mwami wa Itale hii. Asante sana. Vijana mpo? Tupo. Safi sana vijana. Huu ni uongozi mpya. Na ndani ya uongozi mpya inatakiwa pate viongozi kutoka kwenye jeshi hili. Ndio? Ndio. Ninafikiri kwa yule aliyekuwa kiongozi wa jeshi ataendelea kuwa kiongozi wa jeshi. Na yule aliyekuwa mlinzi wa mwami ambaye ndo alikuwa marehemu baba ataendelea kuwa mlinzi wa mwami hivyo hivyo. Tuko pamoja? Ndio. Kalimda. Niko mwami. Nafikiri wewe ndio ulikuwa mlinzi wa mwami. Hivyo utaendelea kuwa mlinzi wa mwami tu. Chilumbu Chenda. Nipo mwami. Wewe ndio ulikuwa kiongozi wa jeshi. Utaendelea kuwa kiongozi wa jeshi. Tuko pamoja? Ndio mwami. Na kazi zote zinazoenda kufanywa na jeshi wewe ndio nitakuuliza. Sitauliza mtu mwingine. Sawa? Sawa mwami. Rubea. Hayupo. Ameenda hapa. Hatufahamu aliko. Ndio maana hakuwa na taarifa za kwamba leo inatakiwa nikae wanajeshi wangu kwa ajili ya maongezi. Taarifa nilikuwa nazo. Hii inaonyesha ni jinsi gani anavyodharau utawala mpya huu. Msekalile. Mwami nipo. Chiza. Leo mwini. Mtafuteni Rubea. Hakikisheni nimempata na mleta. Fanyeni haraka. Unahitajika kwa mwami.
Kuna amani. Hatujui. Nyinyi twende. Mwami, kwa Rubea tuamleta. Rubea, Naam. haukuwa taarifa ya kwamba leo itakuwa niongee na wanajeshi wa Italia wote? Taarifa nilikuwa nayo, lakini mwami, Lakini nini? naumwa. Unaumwa? Kwanza hapo utapata viboko 5 Mwami, naomba na utasomba maji ya andama. Msakalile, Mwami nipo. leta fimbo hapa. Mwami. Mwami, naomba Cheza. nisamehe. Na mwami. Wapata na wanajeshi wangu wanajeshi wengine. Kamata chini. Mwami, naomba nisamehe. Kamata chini. Wewe, Mwami, naomba nisamehe. sitaki maelezo. Mwami. Nisamehe mwami. Mwami Kamata chini, nimeleta. kamata chini hapo. Tena viboko 5 huyu. Yatari. Inuka. Fanya haraka. Inuka Rubea. Mzagira, Na mwami. msakalile. Nipo. Mpelekeni akachote maji ya andama huyu.